Tumeshukuru sana mbunge wetu kuchangia hiyo hela na jinsi ambavyo mbunge amechangia kiasi cha shilingi 1700 ni kiasi kizuri, amefanya vizuri. Pia kwa mbunge kwa kutaka kuchangia hicho kiasi kingine cha chakula. Basi sisi kama wazazi kwa pamoja tunasema asanteni. Warigani Tanzania, hii ni Egoaso TV jamii, na huu ni mwendelezo wa kuzidi kuletea habari na matukio mbalimbali. Hizo ni habari za michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Endelea kutufuatilia pia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter na X pamoja na TikTok. Huko kote tunatambulika kama Egoaso TV, lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share, mwisho kabisa usiache kusubscribe. Egoaso TV, sauti ya jamii. Mimi naitwa Nado, nyuma ya kamera yupo Dakawa John. Baada ya kikao cha wadau wa elimu kilichoongozwa na mkuu wa wilaya ya Musoma Mheshimiwa Juma Chikoka, ambacho kilitoa maelekezo mbalimbali, tayari tunaanza kuona maelekezo haya yameanza kufanyiwa kazi hii leo katika shule msingi Mkendo iliyoko manispaa ya Musoma. Kinafanyika kikao cha wazazi pamoja na walezi. Lengo ni kuzungumza kuhusiana na maelekezo ambayo mkuu wa wilaya ya Musoma Mheshimiwa Juma Chikoka aliyatoa kwa lengo la kukuza ufaulu ndani ya manispaa ya Musoma. Hapa yanajadiliwa yale ambayo yalitolewa maelekezo na mkuu wa wilaya ya Musoma, lakini pia Egoaso TV tutazungumza na wazazi pamoja na walezi kuweza kujua wao wamepokeaje maelekezo hayo. Endelea kutufuatilia Egoaso TV. Tumeelekezwa sisi kama viongozi wa serikali za mitaa kusimamia swala la utoro wa wanafunzi. Hebu mzazi kwanza tafakari, mtoto ni wa kwako, lakini serikali inapewa jukumu la kumsimamia. Kwako wewe mzazi kwanza iwe aibu. Iwe aibu kwa sababu haiwezekani umwache mtoto asifike shule au usifuatilie eti kwa sababu uko busy na masuala ya biashara au utafutaji au mambo mengine. Kwa hiyo tuwaombe wazazi tushirikiane. Serikali ya mtaa, kwa maana kwamba wenye viti wa mitaa, watendaji wa mitaa, sisi watendaji wa kata pamoja na viongozi wengine, tuna jukumu hilo la kufuatilia. Kwanza kabisa, mkuu wa shule akitupa taarifa, akituletea taarifa kwamba kuna mwanafunzi hajafika shuleni, sisi tutadili na jina la mwanafunzi, lakini moja kwa moja tutataka tujue mzazi yuko wapi. Na kama alivyosema mkuu wa shule, akishatambulika kwamba mwanafunzi hajafika shule, mzazi utatafuta, tutakutafuta. Na kuna msemo sasa hivi umeibuka kwamba tutakufuatilia. Sasa ndo huko sasa. Tunakufuatilia, tukishajua kwamba uko wapi ni kukamatwa. Majina naitwa Aletas Anatoli Benda. Kwa kweli maagizo ya mkuu wa wilaya tumeyapokea na tumefurahi kwa mwongozo wake kwamba anataka tuongeze ufaulu. Kwa maagizo yote aliyotoa tumekubaliana nayo, ikiwepo kutengeneza mikakati ya watoto kutokuwa watoro na kuhakikisha wanafika shule kwa wakati. Vile vile na wazazi ambao wanaendekeza utoro, basi tumekubaliana na uongozi wa shule kupeana namba za simu ili mtoto kama hajafika shule basi tunawasiliana na mzazi, na mzazi anakuwa anajua kwamba mtoto wake hayuko shule, kwa hiyo anamleta shule. Na tunatamani watoto wao wanafika shule kabla ya saa 2 kama sheria zinavyotakiwa. Na kuhusu chakula ni jambo kama lilivyokuwa ni jambo la kitaifa, lakini chakula kinaongeza sana masuala ya ufaulu. Kwa hiyo tunakubaliana kabisa na mkuu wa wilaya kwamba watoto wale shule ili waweze kukaa shule kwa muda mrefu, na muda wa shule uongezwe mpaka saa 11, hasa haya madarasa ya mitihani, ili tuweze kuongeza ufaulu. Nimefurahi kuitwa hapa Mkendo shule ya msingi kuhudhuria kwenye kikao cha mkuu wa shule ili tujadiliane, tujue ufaulu wa watoto utaendaje. Kwa kweli nimefurahi, wazazi wameitikia wengi kwa kutosha, na tumejadiliana watoto watakuwa wanasoma Jumapili na Jumamosi. Na mwalimu mkuu ameamua kwamba watoto watakuwa wanaingia darasani saa 1 kamili juu ya alama, ili tuendeleze ufaulu wa shule ya msingi Mkendo. Kwa maelekezo yaliyotolewa na mkuu, mimi nimeyapokea kwa mikono miwili, na nina imani hata wazazi wenzangu nao pia wameyapokea kwa mikono miwili. Swala zima la kumleta mtoto kwa siku za weekend, Jumamosi na Jumapili, kwa kipindi cha wiki 3 ni swala jema, kwa sababu
litamsaidia mtoto kuweza kuziba pale ambapo hakuwa amefikia. Kuna vitu ambavyo pia hata walimu na wenyewe wanatamani watoto hawa kuona wanapata ufaulu mzuri. Anapofaulu mwanafunzi kutoka katika shule, vile vile hiyo inampandisha hata mwalimu yule anayemfundisha. Kwa hivyo basi, mkuu wa wilaya, tunashukuru katika hili agizo, kwa sababu pia litamfanya hata yule mzazi aliyekuwa na moyo mgumu wa kumwachia mwanae aenda akapata elimu, basi na imani itasaidia. Japo wanasema ng'ombe hanenepi siku ya mnada, hizo wiki 3 zinatosha kabisa. Kuhusu ule muda wa kuanza masomo kuanzia ile asubuhi mpaka saa 11:30, kwa upande wangu mimi ni sahihi. Ni mwanafunzi, maana ndo msingi wa maisha yake unapoanzia hapo. Kwa hiyo we mzazi usione ugumu kutoa shilingi 1500 kwa ajili ya mwanao. Sisi wenyewe hapa nikitoka nyumbani nikaenda ofisini, nitaagiza supu inauzwa shilingi ngapi kwa mfano ya nyama? Labda 5000. Lakini kwa nini simtolee mwanangu 1500 kwa kipindi hicho tu cha wiki 3? Nashukuru pia kwa mbunge kwa kutaka kuchangia hicho kiasi kingine cha chakula. Basi sisi kama wazazi kwa pamoja tunasema asante. Tunaambia kwa tuchangie. Tumeshukuru sana mbunge wetu kuchangia hiyo hela, na sisi tutaongezea watoto wetu wasome kwa bidii na wapate kwa sababu elimu ndio kitu cha kwanza. Sisi wazazi tunaomba watoto wetu wasome kwa bidii na wasiwe watoro, na watoto wa mitaani tunaomba watushughulikie wale watoto waje shuleni. Jinsi ambavyo mbunge amechangia kiasi cha shilingi 1700 ni kiasi kizuri, amefanya vizuri. Kwa sababu gani? Hii inawapunguzia wazazi hata gharama za kuwa matumizi ya hapa na pale kulingana na hizi wiki ambazo zimebaki, kwa hizi siku ambazo zimesalia. Lakini pia sambamba na hayo yote ni wahimize wazazi na walimu kwamba inapokuwa linatokea swala la elimu kwa watoto ni swala muhimu. Kwa sababu gani? Leo tuko hapa, watoto hawa ndio nguvu kazi ya taifa la kesho, ndio tunaowategemea. Kwa hiyo inabidi mzazi au mwalimu, isiwe kwa hii oda ambayo imetolewa na mkuu wa wilaya, iwe endelevu. Kwa binafsi yangu nimependa maagizo ya mkuu wa wilaya kwa ajili ya kuboresha elimu na kuongeza ufaulu, kuongeza muda wa masomo mpaka saa 11 jioni, na watoto pia waweze kupata lishe ili kuwapa afya bora na afya ya akili pia. Nimpongeze mkuu wa wilaya na jopo lake pamoja na mheshimiwa mbunge naye kwa kukubali kuchangia gharama ya chakula hasa kwa watoto wa darasa la 7. Kwa ujumla wazazi wamelipokea vizuri na wamelikubalia, na hata tu kwa leo kwa darasa la 7 nimekusanya michango ya wazazi 20, kitu ambacho wazazi wamekipokea vizuri, na ninafikiri kufika Ijumaa nitakuwa shule ya kwanza kuwasilisha hiyo michango ili kusudi mheshimiwa mbunge wetu aweze kuongezea kiasi kile alichokisema. Anatamani watoto wote waweze kufaulu na waweze kupata chakula. Kwanza wameona kwamba mbunge anathamini watoto kuliko wao wenyewe. Kama mbunge ameweza kuchukua hatua hiyo na yeye hana mtoto, habari gani wao juu ya watoto wao? Kwa hiyo wakaona kwamba pia mbunge ameangalia vizuri, kwa sababu huwa wanatoa shilingi 8,000 ya chakula, lakini ameangalia umuhimu wa ufaulu wa watoto kwamba wote wabaki shuleni kuanzia saa 1:45 mpaka saa 11:30. Kwa hiyo kwamba watoto wao pia wamewaona afya zao zitakuwa nzuri, lakini pia kitaaluma watapata kile kinachostahili ndani ya hizi wiki. Tunaamini
na wazazi wanaamini kwamba kuna mambo yatafanikiwa. Haya ndio yaliyojiri kwenye kikao cha wazazi pamoja na walezi pamoja na uongozi wa shule hii ya msingi Mkendo iliyoko manispaa ya Musoma. Hii yote ni kufuatia maelekezo ambayo yalitolewa na mkuu wa wilaya ya Musoma Mheshimiwa Juma Chikoka. Maelekezo yaliyotolewa ni kwa ajili ya kuweza kuongeza ufaulu kwa watoto wa shule za msingi pamoja na sekondari kwa manispaa hii ya Musoma. Wazazi wamepokea kwa mikono miwili kabisa maelekezo haya ya mkuu wa wilaya na wameahidi kuyafanyia kazi. Lengo ni moja tu, ni kuhakikisha ufaulu wa wanafunzi unakuwa na kuiweka Musoma sehemu nzuri kiufaulu. Yegowasu TV sisi tulikuwepo hapa kukuletea yale yote ambayo yamejiri hapa. Endelea kutufuatilia pia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter na X pamoja na TikTok. Huko kote tunatambulika kama Yegowasu TV. Lakini kisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu, una comment, una like, una share, mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari moto moto kutokea hapa Yegowasu TV, sauti ya jamii. Mimi naitwa Nadio, nyuma ya kamera yupo Dekawa John.